wa 11 twende mpaka mstari wa 17. Tutakuwa tunasoma tunapokezana. Nitasoma mstari wa 11, utasoma 12, utasoma 13, alafu wa 17 tutasoma pamoja. Amen. Biblia inasema, na tazama, palikuwa na mwanamke aliyekuwa na pepo wa udhaifu muda wa miaka 18, naye amepindana, hawezi kujinyosha kabisa. Yesu alipomuona alipita, akamwambia, nimefunguliwa katika udhaifu wako. Akaweka mikono yake juu yake, naye akanyoka mara hiyo, akamtukuza Mungu. Basi sinagogi alikasirika kwa sababu Yesu aliponya bila sababu. Akajibu akawaambia mkutano, na siku 6 zimeanza kufanya kazi, basi njooni mpone katika siku hizo, wala si katika siku ya sababu. Lakini Bwana akajibu akasema, enyi wanafiki, kila mmoja wenu, je, hamfungui ng'ombe wake au punda wake siku ya Sabato katika zizi, aende naye kumnywesha? Huyo mwanamke aliyezao wa Ibrahimu, ambaye Shetani amemfunga miaka 18 hii, alipasa akumbuke siku ile, siku ya Sabato? Aliposema haya, wakatayari wote walioshindana naye. Mkutano wote wakafurahi kwa sababu ya mambo matukufu yaliyotendwa na yeye. Haleluya, haleluya. Somo letu mchana wa leo, toeni pepo. Toeni pepo. Sema toeni pepo. Sema kila pepo, kila pepo la uharibifu kwenye maisha yangu mchana wa leo lazima litoweke kwa jina la Yesu. Haleluya. Sasa kabla tujaendelea sana, nataka nifafanue kidogo kwa habari ya mapepo, kwa sababu wengi wanasikia Yesu akatoa mapepo. Mapepo ni nini? Wengine wanaweza asielewe mapepo ni nini. Mapepo ni roho chafu za kishetani. Mapepo ni roho chafu. Haleluya. Kwa ufupi, kwa kufupisha, mapepo ni roho chafu, ni roho ambazo zinatokana na shetani. Na nafikiri Mungu amenipa neema, Mungu amenisemesha wiki ijayo, katikati ya wiki, kwa wale ambao tunajifunza Jumatano na Ijumaa, nitafundisha kwa habari ya demonology. Nitakufundisha haswa chimbuko la mapepo, kwa sababu wengi wao wanachanganya shetani na mashetani na wale malaika alioanguka nao shetani kutoka mbinguni, alafu na mapepo vinawachanganya. Lakini naweza nikakuelezea kidogo chimbuko la mapepo ni nini. Biblia inasema Mungu alivyokwisha kumuumba mwanadamu, Biblia inasema vizazi vikawepo, wanadamu wakazidi juu ya nchi. Katika sura ya 6 ya kitabu cha Mwanzo, Biblia inazungumza kitu cha ajabu sana. Inasema wana wa Mungu wakalala na binti za wanadamu. So walipolala na binti za wanadamu, Biblia inasema wakazaliwa watu waliokuwa mashuhuri, na hiyo Biblia inasema hao watu waliozaliwa ni majitu. Sema majitu. Yes, sasa yale majitu, Biblia inasema baada ya muda Mungu alikasirishwa, kwa sababu anaona yale majitu sasa ndio yalikuwa ni muunganiko kati ya malaika walioasi na binti za wanadamu. Haleluya. Sasa yale majitu yalipozaliwa yakaanza kuivuruga dunia, na yalikuwa masumbufu. Kwa hiyo walikuwa watu ambao hawataki watu waishi vizuri. Yalikuwa ni majitu makubwa, na Biblia inatuelezea mfano wake ni Goliati. Sema Goliati. Yalikuwa majitu ambayo yanawatesa wanadamu, of course, yakiwa na miili kabisa, madude makubwa, yakazaliwa kutoka kwa combination ya malaika waasi na binti za wanadamu. Sasa Mungu akakasirika, Biblia inasema akaigarikisha nchi. Alivyoigarikisha nchi Mungu, Biblia inasema yale majitu yakafa yote. Lakini ile yakafa, maana yake vilivyokufa ni nini? Ni miili ya yale majitu. Najaribu kukuambia tu kwa ufupi uelewe mapepo ni nini. Sasa yale majitu, na yalikuwa ni mengi, billions, yakafa, lakini vilivyokufa ni miili yake. Sema miili. Sema roho ndio ifaayo, mwili haufai kitu. Kwa kilichokufa ni miili. Sasa miili ilipokufa, yale mapepo mengine yakakosa connections, yakakosa namna ya kutenda kazi, ila ni roho zipo kabisa. Nakumbuka yale mashetani ni roho zilizoasi, haziwezi kurudi kwa Mungu. Unanielewa vizuri eh? Kwa sababu haziwezi kurudi kwa Mungu, zikawepo roho zinatangatanga. Ndio maana Yesu alifafanua, anasema pepo amtokapo mtu anafanya nini? Anaanza kuzunguka akitafuta, alafu anasema anakuwa anachungulia, anaangalia kama yule mtu hali yake ikoje ili arudi tena. Kwa hiyo yale majitu yale manefi
hiyo neno la Kiingereza wanaitwa Nephilim. Chimbuko la hilo neno Nephilims manake the fallen angels, manake malaika walioanguka. Na nielewa so ndo hayo sasa. Baada ya Mungu kuua ile miili yakabaki yanatangatanga, haleluya, na yana namna nyingi ya kuanzisha, yanatafuta miili ya watu. Ndio hayo majitu ambayo yaliuawa yanatafuta miili ya watu. Sasa hii ni demonology, of course ni somo kabisa ambalo linahusu namna mapepo yalivyotokea. Kwa hiyo ukitaka kwa undani zaidi nitakufundisha. Haleluya, haleluya. Lakini sasa nataka tufafanue haraka ili tupate muda wa kuomba, uone haya mashetani, haya mapepo yanavyotesa maisha ya watu. Mahali hapo tuliposoma katika kitabu cha Luka sura ya 13 kuanzia mstari wa 11, Biblia inasema huyu mwanamke alikuwa ana pepo. Haleluya. Hebu turudie tena mstari wa 11 pale. Mstari wa 11, 1, 2, 3, twende pamoja. Na tazama, twende pamoja jamani. Na tazama, palikuwa na mwanamke aliyekuwa na pepo. Sema na pepo. Sema tena na pepo wa udhaifu. Hilo neno pepo wa udhaifu kwa Biblia Kiingereza nasema she had the spirit of infirmity. Kumbe hadi udhaifu ni pepo. Unaweza ukaona kabisa mtu ni mgonjwa na umwa, lakini ule ugonjwa ni nini? Ni pepo. Ndio maana kati ya vitu ambavyo Yesu alituagiza alisema toeni pepo. Haleluya. Sema kila pepo la uharibifu, la udhaifu kwenye maisha yangu mchana wa leo lazima litoweke kwa jina la Yesu. Haleluya. Anasema na tazama, palikuwa na mwanamke aliyekuwa na pepo ya udhaifu muda wa miaka 10 na mingapi? Na 8. Yani miaka 18 mtu ana pepo nini? Wa udhaifu. Na Biblia inasema naye amepindana, hawezi kufanya nini? Kujinyoosha. Yani ni pepo kabisa limeingia ndani ya huyu mama kwa muda wa miaka 18, limemsababisha apinde. Yani unaona mtu ana miguu lakini hawezi kusimama, kumbe ni pepo limeingia limesababisha miguu ifanye nini? Ipinde. Unanielewa vizuri? Unaona mtu ana mikono hawezi kuinyoosha, ukienda hospitali kabisa wana ufafanuzi watakwambia ni nini? Ni polio. Lakini kumbe ni nini? Ni pepo limekaa pale. Haleluya. Tena hospitalini wanampaka majina mazuri ya kuyaita haya madude. Hospitalini kwa mfano ugonjwa wa kupindana. Kuna ugonjwa kabisa unasababisha mtu anaweza akapinda akawa kama herufi S. Kuna ugonjwa kabisa unaweza kusababisha mtu akapinda akawa kama C. Maana yake hawezi kunyooka, anakaa hivi. Haleluya. Na wengine wana jina sio wanaita kibiongo, sio kibiongo, ni pepo. Haleluya. Haleluya. Sasa huo ugonjwa wa kupindana kisayansi unaitwa scoliosis. Sema scoliosis. Kwa ukienda hospitalini kabisa madaktari watakwambia tumeobserve, tumepima, tumefanya check up, tunaona una scoliosis. Sema hakuna cha scoliosis hapa. Sema pepo la scoliosis ninakukemea kwa jina la Yesu. Wewe uliyepindisha biashara zangu, uliyepindisha uchumi wangu, uliyepindisha maisha yangu, ninakutoesha kwa jina la Yesu. Haleluya. So kwa hiyo mwanamke huyu inawezekana alikuwa amezunguka, amepelekwa hospitali nyingi, lakini wanamwambia una ugonjwa wa kupinda mifupa. Unajua namna kabisa watakwambia unajua hapa hakuna namna ya kupona, lakini ili walau vinyoke viungo, fanya mazoezi. Wana na mashine kabisa au wana vitu kabisa na mikanda watakufunga. Wanakwambia ukifunga hivi walau mgongo utanyooka. Ni pepo, sema linaondoka kwa jina la Yesu. Karabasonteriabaya. Kwa mwanamke huyu akateseka, kumbe ndani yake kuna nini? Kuna pepo. Lakini akaja Yesu ambaye macho yake yanaweza kuangalia mashetani, ambaye macho yake yanaona ambavyo watu wa kawaida waone. Na huyu Yesu yuko hapa mchana wa leo, atakiona kile ambacho kimepindisha biashara yako, atakiona kile ambacho kimepindisha ndoa yako, anakiona kile ambacho kinazorotesha afya yako, na leo kinatoka kwa jina la Yesu. Haleluya. Akaja Yesu, Biblia anasema akoria baba, mstari wa 12, Yesu alipomuona alimwita akamwambia, mama, umefunguliwa,
katika udhaifu wako. Yesu yuko hapa anakuita mchana wa leo, anasema kijana, hiyo hali haitakufuata, hiyo hali ya mateso haitakufuata, huo uharibifu ni mwisho wake leo katika jina la Yesu. Namfurahia mtumishi wa Bwana asubuhi wakati anahubiri akasema habari za mwanamke aliyetokwa na damu kwa muda wa miaka 14, lakini yule mwanamke aliposikia habari za Yesu, Biblia inasema akapita kwa nyuma akagusa pindo la Yesu. Ile damu iliyotoka muda wa miaka 14 ikakauka papo hapo. Naona udhaifu ukitoweka mchana wa leo, naona uharibifu ukitoweka mchana wa leo kwa jina la Yesu. Kuna mtu kwenye Biblia inasema yule jamaa, nafikiri hii ndo mtu ambaye amerekodiwa kwa kuugua kwa muda mrefu. Biblia inasema huyu jamaa aliketi karibu na kisima ambacho kilikuwa kikitibuliwa na malaika. Mtu wa kwanza kuingia anapona. Biblia inasema aliketi pale kwa muda wa miaka 38. Sema miaka 38. Miaka 38 ni umri wa baba mzima, umri wa mama mzima, umri wa mtu mkubwa kabisa ambaye alitakiwa afanye vitu vikubwa, lakini shetani amemketisha kisimani. Yaani Biblia inaniambia Yesu akaja pale akamuuliza, wataka kupona? Yule mtu anaanza kujitetea, Bwana, mimi kila nikitaka kuingia kwenye kisima kinapotibuliwa watu hutoka nyuma yangu wananitangulia. Jibu swali. Yesu anakuuliza, unataka kupona? Yeye ana kanuni moja, ana njia nyingi za uponyaji, ana namna nyingi ya kutenda. Sio lazima uwe na maji ya upako, sio lazima ukanyage mafuta. Ana namna nyingi ya kutenda. Anaweza kaachilia neno lake mchana wa leo, anasema ulituma neno lake lipate kuwatoa katika maangamizo yao. Shangilia Bwana kwa makofi mengi katika jina la Yesu. Karia baba soto. Haleluya, haleluya. Toeni pepo. Sema toeni pepo. Kwa nini nakwambia toeni pepo? Mapepo ndio yanayowatesa watu. Kila tatizo unaloliona kwenye maisha ya mtu, nyuma yake kuna pepo wa hilo tatizo. Kila tatizo. Yesu, huyu mwanamke alikuwa amefanya nini? Amepindana. Kumbe nyuma ya kupindana kuna nini? Kuna pepo. Yesu ndiye anakuja kutudhihirishia kwamba alikuwa na pepo wa nini? Wa udhaifu. Usifikiri kila mtu alikuwa anajua ana pepo wa udhaifu. Ndugu zake walikuwa wameshampeleka kila hospitali. Na lengo kubwa, shetani anapokuja ana malengo matatu. Si unayakumbuka Yohana sura ya 10 mstari wa 10, mwivi haji ila aibe, kuchinja na kuharibu. Lakini Yesu anasema mimi nalikuja ili wawe na uzima kisha wawe nao. Kwa ukiona shetani yuko sehemu, ukiliona hilo pepo la kupindana lina malengo matatu: kuiba, kuchinja na kuharibu. Unaniambia mtumishi sasa anaibaje? Alivyokaa pale, manake yule mama anazunguka hospitali hii, anaenda hospitali ile, anatumia pesa hizo sio bure. Manake anaiba pesa kwa namna hiyo. Unanielewa vizuri? Biblia inasema mwanamke mmoja huyo alikuwa ametokwa na damu miaka 12. Biblia inasema alienda kwa matabibu wengi, kisimfae nini, akatumia mali zake. Kwa shetani analenga kuiba mali kabisa ili uzunguke hospitali. Watakwambia unajua hii fibroid hii na wana majina mazuri kabisa wanayapa yale magonjwa. Sema fibroid. Umewahi kujiuliza fibroid ni kitu gani? Ukienda hospitali wanakwambia kabisa unajua huyu mama kinachomfanya hawezi kuconceive, hawezi kubeba ujauzito ni kwa sababu ana fibroid. Kwa Kiswahili wanaita nini? Uvimbe. Na ule uvimbe ambao unaitwa fai. Sema fai. Unasikia jina lenyewe lilivyo zuri? Ni pepo kabisa, ni mapepo yale. Ni kibwengo kabisa, ila kimeingia kwenye tumbo la mtu, kimegeuka, kinaitwa uvimbe, lakini ni pepo. Sema linatoweka leo kwa jina la Yesu. Na ndio maana kuna vitu kivielewa ni rahisi kuliondoa hilo pepo, kwa sababu ni roho kabisa inasikia. Haleluya. Sasa nakwambia hivyo, Jumapili ijayo leta mtu mwenye fibroid hapa, anapona hapa kwa jina la Yesu. Haleluya. Eti fibroid. Lakini ndo yale majitu hayo, madude niliyokuambia hayo, yanatafuta namna ya kukaa kwenye miili ya watu. Na saizi kabisa yana mkakati maalum namna ya kujizalisha, namna ya kuvaa miili, na mengine ameshaanza kuvaa miili kabisa kama ya watu.
acha kupagawa watu. Unajua kuna tofauti kati ya mtu aliyepagawa na mapepo alafu na mtu pepo. Kuna mtu yani mwenyewe ni pepo, alafu kuna mtu aliyepagawa na nini. Mfano mtu aliyepagawa na mapepo ni yule kwenye Marko sura ya 5 ile. Biblia inasema alikuwa na maelfu, legioni ya mapepo yamekaa ndani yake. Ndio haya maroho haya ninayokuambia. Haleluya, haleluya. Nafikiri Mungu anipe neema ya kufundisha. Nitafundisha vizuri hii wiki kwamba ili ujue demons ni vitu gani, hayo mapepo ni madude gani. Unajua ukikijua kitu ni rahisi kudili nacho, si ndio Haya madude yalianza mkakati muda mrefu tangu Mungu alivyotangaza vita, akasema nitaweka vita kati ya uzao wa mwanamke na uzao wa nini, wa nyoka. Haleluya. Ile kusema uzao wa mwanamke manake alikuwa anarifaa kwa Yesu. Anajua kabisa Yesu atafanya nini, atakuja kukanyaga nyoka, atakuja kwa tangu pale. Nakumbuka Mungu amesema uzao wa mwanamke. Unajua uzao, hilo neno uzao kwa Biblia ya Kiingereza inasema the seed of a woman. Sasa kwa kawaida mwanamke hana uzao, women don't carry seed. Kwa shetani alishajua kabisa huu uzao wa mwanamke manake hautokani na mwanaume. Alishajua kabisa kumbe kuna namna roho inaweza ikaingia ndani ya mwanamke na mwanamke akaconceive. Kwa hiyo shetani akaanza kuandaa mkakati wa uzao wa nyoka kupitia mwanamke vile vile, ili achafue wanawake, ili uzao wa mwanamke usije ukazaliwa. Haleluya. Na ndio maana utaona vita vilianza vya kumtafuta Yesu, vilianza mpaka shetani anajaribu kuchora au ndo yule. Ndio maana unaona hata Musa alivyozaliwa, Biblia inasema Farao anaua watoto wote wa kiume. Anahofia kwamba anaweza akawa Shetani anahofia kabisa, akichungulia anaona au ni huyu. Na hicho kitendo kilijirudia pia wakati Yesu anafanya nini, anazaliwa. Akamuinua Herode ili afyeke watoto wote wa kiume waliozaliwa. Kwa ni vita ipo kabisa kati ya uzao wa mwanamke na uzao wa nyoka, ni wadui upo. Haleluya. Kwa ndio maana mtu asiyeweza kuomba maombi ya kushindana, wewe una bahati mbaya kama huwezi kusimama kutoa pepo, kukemea pepo, kwa sababu moja ya assignment tulizopewa ni kutoa pepo. Hebu twende haraka haraka Mathayo sura ya 10 mstari wa 8. Mathayo sura ya 10 mstari wa 8. Matthew chapter 10 verse 8. Oh my God. Taka tupate muda walao wa kuomba. Unaona ndoa imepinda, kumbe ni pepo. Leo yanatoka kwa jina la Yesu. Mathayo sura ya 10 mstari wa 8. 1 2 3, twende pamoja. Pozeni wagonjwa, fufueni wafu, takaseni wenye ukoma, toeni pepo, mmepata bure, toeni bure. Turudie tena. Pozeni wagonjwa, fufueni wafu, takaseni wenye ukoma, toeni pepo, mmepata bure, toeni. Haleluya. Mwambie jirani yako haya ni maagizo ya Yesu. Muulize, je, unayafanya? Hata kujaribu umejaribu? Haleluya. Na rokore wengi sasa hapo kwenye pozeni wagonjwa anasema mlete mgonjwa nitamwombea. Haya, angalia namba 2 hapa anasemaje? Fufueni. Imeagizwa haijaagizwa? Haleluya. Siku nikikwambia mpendwa twende mochwari saizi wewe utakubali wewe? Haleluya. Kuna mtu alikuja na hii assignment. Baba Gwajima alikuja na hii assignment, moto uliowaka hapo. Kila mtu anasema yeye ni nani, lakini tumeagizwa. Yesu alisema fufueni wafu. Of course sio wafu wote, lakini kuna wafu ambao manake ukiona linaagizwa hivyo, Biblia inasema heri wafu wafao katika Bwana. Kuna watu hawajafa katika Bwana, na sio mpango wa Mungu wafe. Kwa sababu Biblia inasema mwivi aji ila ibe, kuchinja na kuharibu. Shetani anaua watu. Kwa maana yake Yesu anaposema fufueni watu wafu, ni hao ambao shetani amefanya nini? Amewaua. Na Mungu bado ana assignment nao. Unanielewa vizuri? Unaona sauti yako ilivyopungua. Na kuona kabisa unasema sasa mchungaji huyu mchungaji vipi huyu? Haleluya. Na jambo la ajabu sasa, mtumishi wa Bwana Bishop Gwajima alikuwa anafanya hivyo vitu. Sasa ikatokea mama yake mzazi, Bwana akamuita. Wale sasa wadhiaka wase, mbona hajaenda kumfufua mama yake? Yule amekufa katika tujifunze kutofautisha. Sio kila aliyekufa amekufa katika Bwana. Unanielewa vizuri?
kabisa. Nakwambia matukio yote mabaya unayoyaona yana roho nyuma yake kabisa. Shetani anaweza akachora mchoro kwamba itokee ajali hapa, unanielewa vizuri? Kwa hiyo ajali shetani ameichora, halafu unashangaa eti watu wote wameisha. Lakini tungekuwa na hii mentality, ajali imetokea, tulitakiwa tukimbia tuseme leta hawa, leta hawa, leta hawa. Haleluya, haleluya! Na ngapi wako tayari kufanya hivyo? Siku mimi nitamwambia Apostle twende mochwari Muhimbili pale. Apostle utakataa? Haleluya, haleluya! Lakini tumeagizwa hapo, anasema namba 1, pozeni wagonjwa, fufueni wafu, takaseni wenye ukoma, toeni. Of course leo tunadili na toeni pepo. Siku tukija kudili na fufueni wafu, tutaenda nakwambia, tutaenda kufanya practical. Haleluya, haleluya! Na ndio maana sisi ndio maana tunataka kila sehemu wawepo watu wa Mungu waliokoka, kwa sababu ukienda kama aliyeko pale ni kibwengo, unashangaa ni daktari au mlinda moto, lakini kibwengo. Ukisema nataka niombee wale watu, anakufukuza au anakunyima permit. Lakini akiwepo mtumishi wa Mungu anasema yeye njoo mtumishi, tena anasaidiana na wewe. Haleluya, haleluya! Ndio maana tunataka kila sehemu, yani awepo daktari mkuu anamjua Bwana, awepo mkuu wa wilaya anamjua Bwana, awepo mbunge amejaa roho ya Bwana, tukienda Ikulu wamejaa roho ya Bwana. Haleluya! Ili kazi ya Mungu iwe nyepesi kufanyika. Kama unanielewa nipungie mkono. Lakini sasa walokole wao hawatakagi kabisa kujishughulisha. Wanasema sisi tumetoka mbinguni na wenyeji wetu ni wapi? Mambo ya dunia sio ya kwetu. Mambo ya dunia umemwachia Baharesa. Haleluya! Alafu nalalamika kwa nini bei zimepanda. Acha apandishe. Wewe si utaki? Nikikushauri nikakwambia, unajua mtumishi, tuanze taratibu, lakini ninavyoona kabisa wewe unaweza ukawa na kiwanda chako kabisa, unaweza ukawa na kitu chako kabisa. Unasema yani unaona unachelewa sana, au unaona haya ni mambo ya dunia. Acha tu mimi ni nini? Kuna bongo wajinga kweli, walikuwa wanamsubiri Trump aje kuwasaidia. Sasa nimeona Trump ametweet, ametuma ujumbe, anasema Waafrika wanasema wao Yesu tu anatosha, kwa hiyo tuwaache tu wamsubiri Yesu. Trump kabisa ameandika. Kuna namna amerusha dongo, anasema kwamba kwa nini wasaidie wa Afrika, tunaona unajishughulisha na watu wa Mashariki ya Kati. Anasema Waafrika wao Yesu anatosha. Mimi sijasema Yesu hatoshi, lakini Yesu anataka na wewe ufanye pamoja naye. Haleluya! Ndio maana amekupa nguvu, amekupa akili. Yesu hataenda Ikulu, hataenda bungeni kama wewe haujampeleka pale. Yaani wewe ndio kama gari lake. Unanielewa vizuri? Unanielewa? Na ndio maana ndo naanza kutangaza hivi. Kama ukisikia ndani kabisa kuna wito, unasikia kwamba mimi najisikia kabisa naweza kuwa diwani, njoo kabisa wewe hapo, njoo tukuombee. Haleluya, haleluya! Lakini walokole sasa watasema ameingia kwenye siasa. Okay, kwa siasa tumwachie nani sasa? Na kama tumekubali kuachia, basi tusilalamike, si ndio? Mtumishi wa Bwana ameongea asubuhi hapa, akasema ukiona unalalamika kwamba kile kitu hakipo sawa, manake huo ni wito tayari kwamba ukakifanya wewe kiwe sawa. Samefanya hivyo? Samesema hivyo mtumishi? Oh my God, nimeshatoka kwenye somo. Demons. Toeni, sema toeni pepo. Sema kila pepo la hasara, la mikosi, la umaskini, la balaa, la uharibifu, la magonjwa, la mateso, toweka, achia maisha yangu kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa tunaona hapo katika Marko, katika Mathayo anatuambia toeni pepo. Ni assignment kabisa, kati ya assignment tulizopewa mojawapo ni toeni pepo. Na Yesu alivyofundi hakuishia pale kutuambia tu toeni pepo, alituambia na namna ya kutoa pepo.
alitupa kabisa na formula ya kutoa pepo. Sema formula ya kutoa pepo. Marko sura ya 16 mstari wa 17. Marko sura ya 16 mstari wa 17 utasoma pale, lakini anazungumza asema, na ishara hizi zitafuatana na hao waaminio, kwa jina langu watafanya nini? Watatoa pepo. Kwa hiyo tunatoa pepo kwa jina. Sema tunatoa pepo kwa jina la Yesu. Ndio maana kuna watu kabisa hawatakagi kusikia hilo jina la Yesu, kwa sababu ni jina ambalo likitamkwa mapepo yana tremble. Haleluya. Kuna watu, imagine, kuna watu wamefunga watu kabisa, kwa hiyo hawataki hili jina Yesu lifanye nini? Litajwe. Kuna watu kabisa hawataki kuona watu wakifanya nini? Wakifunguliwa. Ngoja nikuonyeshe kitu. Hebu tuangalie katika mstari wa 14 wa andiko letu la msingi. Luka sura 13 mstari wa 14. Kuna watu ukitaja habari za kutoa mapepo wana mind, wanakasirika. Si mnalikumbuka andiko letu la msingi Luka 13 mstari wa 14. Uone kabisa kuna mtu amemind pale. Nataka tusome pamoja. 1, 2, 3 twende. Basi mkuu wa sinagogi alikasirika kwa sababu Yesu amemponya mtu siku ya Sabato. Akajibu akawaambia mkutano, kuna siku 6 zifaazo kufanya kazi. Basi njooni mponywe katika siku hizo, wala si katika siku ya Sabato. Turudie tena. Basi mkuu wa sinagogi alikasirika kwa sababu Yesu amemponya mtu siku ya Sabato. Eti unaona ni kweli? Eti kakasirika, kilichomkasirisha eti ni kwa sababu Yesu amemponya mtu siku ya Sabato. Hivi unafikiri inakuingia akilini? Eti ni kwa sababu ya siku? Ndio maana huyu mtu amekasirika. Hivi mtu amepindana muda wa miaka 18, amepinda, hawezi kusimama, alafu leo unaona amenyooka na anaanza kutembea. Hivi wewe kweli kama una roho ya korosho, wewe unaweza kukasirika kweli? Unaweza kukasirika? Haleluya. Manaka hapa tunapata kujifunza kwamba inawezekana kabisa kuna connection kati ya hili pepo la kupindana aliyokuwa ndani ya huyu mama na huyu mkuu wa nini wa sinagogi. Lazima atakuwa ndio alikuwa anahusika, alikuwa ndio mwenye mapepo yake ndani ya yule mama. Unanielewa vizuri Kumbe ukiona mapepo kuna watu wako nyuma ya hayo nini mapepo. Yaani eti mimi hili andiko nilikuwa nalitafakari siku moja Majemima. Eti kweli, yani wewe kuna mtu kabisa unaonaga anateseka, alafu leo umeona kuna jambo limefanyika, huyu mtu amepona. Sasa alikuwa na kansa, alikuwa na nini, alafu leo amepona. Hivi hata kama kuna kitu umeruzi, wewe utakasirika kweli? Kwa ukiona mtu anakasirika ukifunguliwa, maana yake kuna namna na yeye anahusika na huko kufungwa kwako. Na hii ndio tunajifunza kwamba ukiona mapepo yanafanya kazi, yameamriwa na watu, yanafanya kazi na watu. Mapepo hawezi kufanya kazi bila watu nyuma yake. Ukiona roho ya uovu inatenda kazi, maana yake kuna watu ambao wameipa connection. Sema connection. Sema leo nakata connection za kishetani kwa jina la Yesu. Anakasirika kabisa. Na angalia wanavyokuja. Anakuja nyuma yake amejificha kwenye mwamvuli wa nini? Wa dini. Sabato. Anasema unajua kwenye Sabato haturuhusu. Unajua sisi ni dini fulani, haturuhusu kuombea watu. Tunayatoa hivyo hivyo kwa jina la Yesu. Haleluya. Haleluya. Wanakasirika. Hawa watu ambao wanahusika na mapepo. Mapepo yakitoka tu lazima wakasirike. Na kukasirika kwao wanajificha nyuma ya dini. Dini yetu hairuhusu. Sema leo wamefikiwa kwa jina la Yesu. Haleluya. Sisi tumeambiwa tutoe nini? Anasema toeni pepo. Sio pepo la Wasabato, wala pepo la walokole, wala pepo la charismatic, wala pepo la Waroma, wala pepo la GRM. Amesema toeni pepo. Kwa sisi tukiona pepo tuwafanya nini? Na hilo neno toeni pepo kwa Biblia ya Kiingereza anasema cast out demons. Manake kick out demons. Manake toeni pepo, piga pepo litoke. Kwa maana nyingine Yesu amekupa wewe kwamba popote utakapokuta pepo, fukuza, ondoa kwa jina la Yesu. Unanielewa vizuri?
Sema leo, kila pepo na uharibifu, kila pepo lililotumwa kwenye maisha yangu mchana wa leo linatoweka. Pepo la uvivu, pepo la usingizi, pepo la uovu, pepo la uzinzi, la uasherati, achia maisha yangu, toka ndani yangu, achia mwili wangu kwa jina la Yesu. Wewe pepo la ulevi, achia kwa jina la Yesu. Haleluya! Wanakasirikaga hawa. Ngoja nikuonyeshe. Mantoregadosha tarabaya manteregedos. Hebu tuangalie mstari wa 15 na 16, nikuonyeshe namna ambavyo jambo lingine la hawa watu wafuga mapepo. Wafuga mapepo, ukitaka kuwajua tabia nyingine walionayo, huwa wanajali vitu kuliko watu. Sema wanajali vitu kuliko watu. Ngoja nikuonyeshe hapa. Twende mstari wa 15 na 16, 1 2 3, twende. Lakini Bwana akajibu akasema, enyi wanafiki, kila mmoja wenu je, hamfungui ng'ombe wake au punda wake siku ya Sabato katika zizi aende naye kumnywesha? Na huyu mwanamke aliye wa uzao wa Ibrahimu, ambaye shetani amemfunga miaka 18 hii, haikupasa afunguliwe kifungo hiki siku ya Sabato? Unajifunza kitu hapo eh? Yesu anajaribu kutufungulia mioyo ya hawa wafuga mapepo. Anasema tabia yao huwa wanajali vitu, wanajali wanyama. Anatoa mfano kabisa, na Yesu alikuwa anaangalia mioyo yao, sio kwamba anatoa tu mfano, anawaambia kabisa. Hebu tusome tena mstari wa 16, mstari wa 15. Lakini Bwana akajibu akasema, enyi wanafiki. Anawaambia kabisa enyi, kwa sio mfano huu, anawaambia enyi wanafiki, kila mmoja wenu je, hamfungui ng'ombe wake au punda wake siku ya Sabato katika zizi? Maana alikuwa anawaambia moja kwa moja kwamba nyie mnafungua ng'ombe na punda. Hata leo mmefanya nini? Mmewafungua, lakini unakasirika kwa sababu mimi nimemfungua mtu. Unanielewa eh? Wana tabia ya kujali vitu, yani kwake ni bora ng'ombe na punda na mbuzi wafunguliwe ile mtu abaki amefungwa. Kuna watu kabisa, yani wao, kuna msemo wa Kiswahili wanasema punda afe. Kwa hiyo punda ni mtu sasa. Yani bora mtu akate moto lakini faida yake ipo. Na wengine hawa wanaofuga mashetani hawa ndio unakuta ana duka kubwa lakini ndani ana mtoto amemfanya ndondocha. Huyo mtu ukimwambia nimekuja nataka tuombee mtoto wako, anakuambia mimi hapana, mimi ni mtu wa dini fulani. Ukiwaona ndio tabia yao. Haleluya! Anazidi kukaza vifungo kwa sababu anajua kumfunga huyu mtu ndio biashara yake inaendelea. Kwa wanajali vitu kuliko nafsi za watu. Lakini angalia moyo wa Yesu ulivyo, anasema lakini haikunipasa mimi kumfungua huyu mwana wa Ibrahimu, huyu binti Ibrahimu ambaye amefungwa kwa muda wa miaka 18. Kwa hiyo lengo la Yesu kila mtu afunguliwe. Haleluya! Hayo mateso na yaona kwenye maisha yako hayakuumbwa kwa ajili yako, sio ya kwako. Unamhitaji Yesu akutoe kwenye hivyo vifungo. Sema leo ninatoka kwenye vifungo vya uharibifu, vifungo vya ulevi. Mchana wa leo ninaamuru viniachie kwa jina la Yesu. Ngoja nikuonyeshe tabia yao. Marko sura ya 5. Ukipata muda soma mstari wa kwanza mpaka wa 20. Ila kwa ajili ya muda nataka tusome mstari wa ngapi? Nikuonyeshe kwamba hawa watu huwa wanajali vitu kuliko mtu. Sema wanajali vitu kuliko mtu. Nataka tuhitimishe hapo nipate muda wa kuomba, tupate muda wa kuomba kidogo. Andore badosh sharabaradosh mentabaradosh. Hebu tupite haraka. Ngoja nianzie mstari wa kwanza. Wakafika ng'ambo ya bahari mpaka nchi ya Wagerasi. Na alipokwisha kushuka chomboni, mara alikutana na mtu ambaye ametoka makaburini, mwenye pepo mchafu. Sema mwenye pepo mchafu. Sema ewe pepo mchafu, achia maisha yangu kwa jina la Yesu. Ngoja nikufafanulie kwanza hapo pepo mchafu maana yake nini? Pepo anayesababisha mambo machafu kwenye maisha yako. Haleluya! Ukimwona mtu mchafu maana yake ana pepo nini? Sema leo anatoka kwa jina la Yesu. Pepo anasababisha ulevi. Unamwona mtu hawezi kuacha pombe, hawezi kuacha sigara, kuna pepo pale. Sema leo kila pepo mchafu kwenye maisha yangu achia kwa jina la Yesu. Pepo mchafu
kwenye maisha ya ndugu yangu leo unatoweka kwa jina la Yesu. Haleluya. Anasema mwenye pepo mchafu makao yake yalikuwa pale wapi? Sema makaburini. Anasema wala hakuna mtu yeyote aliyeweza kumfunga hata kwa minyororo. Yaani huyu jamaa hata wakimfunga kwa minyororo anakata. Kwa sababu alikuwa amefungwa mara nyingi kwa pingu na minyororo. Imagine pingu, unazijua pingu wewe? Muulize jirani yako, unazijua pingu? Anasema alikuwa amefungwa mara nyingi kwa pingu na minyororo, akaikata ile minyororo na kuzivunja vunja zile pingu, wala hakuna mtu aliyekuwa na nguvu za kumshinda. Imagine watu wengi akiwa na haya mapepo yakiingia mengi kwenye mwili wake. Huyu alikuwa na legioni, yakiingia mengi kwenye mwili wake anakuwa na nguvu ya ziada. Yaani unaweza ukashangaa katoto kadogo kabisa, lakini wanakuja mabauza, wanashika, kanaruka, kanawashinda. Ni kwa sababu ni yale mashetani ambayo yako ndani yake. Sema leo yanatoweka kwa jina la Yesu. Heri ya mama sonta. Anasema na siku zote usiku na mchana alikuwa kwa makaburini na mlimani akipiga kelele na kujikatakata kwa mawe. Na alipomwona Yesu kwa mbali alipiga kelele mbio akamsujudia. Akapiga kelele kwa sauti kuu akasema, nina nini nawe Yesu, mwana wa Mungu aliye juu? Kwa mashetani anamjua Yesu. Haleluya. Na yanasujudu mbele yake. Akamsujudia akasema, nina nini nawe Yesu, mwana wa Mungu aliye juu? Na kuapisha kwa Mungu usinitese. Kwa sababu amemwambia, ewe pepo mchafu mtoke mtu huyu. Kwa hiyo Yesu alikuwa amemwambia pepo mchafu mtoke mtu huyu. Sema pepo mchafu mtoke mtu huyu. Pepo mchafu toka kwenye maisha yangu kwa jina la Yesu. Pepo wa hasara, pepo wa mikosi, pepo wa balaa, pepo wa umaskini, pepo wa ufukara, pepo wa ulevi, achia maisha yangu kwa jina la Yesu. Na kukataa, najitenga na wewe na kurudisha kule ulikotoka kwa jina la Yesu. Anasema akamuuliza, jina lako nani? Akamjibu, jina langu ni Legioni, kwa kuwa tu wengi. Akamsihi sana asiwapeleke nje ya nchi ile. Na hii tabia ya haya mapepo sasa, kuna mapepo nimewahi kufundisha hapa katikati, yanawaposesi watu, yanakaa ndani ya watu, na yanakaa ndani ya watu wa eneo fulani. Haleluya. Yaani unakuta watu wa pwani wana mapepo fulani, unakuta labda hata pwani yenyewe, au kwa mfano watu wa Dar es Salaam, unakuta watu wa Magomeni wana tabia zao ni tofauti na watu wa Mwananyamala. Wanakwambia kabisa, ukitaka kuona mateja mengi nenda pale Tandika. Au wapi? Mwananyamala yeye. Haleluya. Ndio kabisa, ni pepo wa namna fulani, hataki kutoka kwenye eneo fulani, ni pepo kabisa. Angalia hapa, anamwambia Yesu asifanyeje? Anasema hivi, akamsihi sana asiwapeleke nje ya nchi ile. Maanake nje ya ile ardhi, nje ya lile eneo. Inaambia sawa, tuko tayari kutoka kwa huyu mtu, lakini kwa kweli usitutoe wapi? Kwenye hili eneo. Sema hapa mnatoka kwa jina la Yesu. Sema kwenye eneo hili, eneo la nyumba yangu, eneo la nyumba ya Bwana, hamna makazi hapa kwa jina la Yesu. Ndio maana ukiyapiga sana yanakasirika, yanawainua wafuga mapepo, wanaenda kushtaki. Mimi nina kesi nyingi ambazo zimeshanijia. Unakuta mwenyekiti au mtendaji wa kata ananitafuta kabisa, anasema wamekuja kushtaki ya kwamba eti unapiga kelele. Mimi sipigi kelele, nafanya ibada. Sema nafanya ibada. Haleluya. Manako ukiona wanalalamika, sindano imewafikia. Ukiona wanalalamika, manake mapepo yamefanya nini? Kwanza hakuna watu ambao ni wastaarabu. Sisi kanisa letu watu na ustaarabu. Tuna siku kabisa za ibada, na wakati ingine tukijua watu wamepumzika, watu kwa mfano kwa mazoezi, watu naimba taratibu, si ndio? Na tuna muda maalum wa kumaliza nini? Ibada zetu. Na siku hizi tuna muda, hatuna hata mikesha. Lakini kesi zimeshanifikia. Haleluya. Na of course mimi Mungu amenipa neema ya kuongea na mtu akanielewa. Nimewaambia wale watendaji, sisi nchi yetu ni nchi secular. Kila mtu, katiba yetu inaturuhusu aabudu anachotaka yeye. Sisi tunaheshimiana. Siku moja mwenyekiti akanifuata. Bahati nzuri wakati ananifuata anasema ndugu zetu hao wanalalamika, ilikuwa wakati wa Ramadhani. Sasa ilikuwa jioni wanaswali, sema wanaswali. Lakini hawajapata jibu bado. Ilikuwa wakati wa tarawih. Wakati mwenyekiti naongea naye pale, alikuwa amenitafuta muda mrefu.
nikapanga nikamtafuta, akaanza kunielezea. Nikamwambia ndugu, nikamwambia, bahati nzuri ndo alikuwa na swali usiku. Nikamwambia unasikia hicho unachokisikia? Akaniambia nasikia. Nikamwambia hiyo sisi hatuiti kelele, ni ibada. Ni wenzetu wanafanya nini? Wanafanya ibada, na hatuna shida, kwa sababu kwenye nchi yetu tumejifunza, tuna kitu kinaitwa religious tolerance. Mwenzio akiwa anaabudu ufanye nini? Uwe mvumilivu, as long as hajakuumiza. Sasa wewe, mimi naabudu, wewe unaumia nini? Maana yake kuna vitu pale. Haleluya, haleluya. Na kwa sababu uzuri wa nchi yetu sasa, yenyewe haidili na mambo ya kiroho. Serikali haidili na mambo ya kichawi. Huwezi ukaenda kumshtaki mtu eti fulani ameniloga, kwa sababu huna ushahidi. Kwa mambo ya kiroho yenyewe tume exclude. Haleluya. Sasa mimi sijakutukana, nafanya zangu ibada. Unakasirika nini? Manake kuna mapepo yametimka. Hayo kwa kweli hatuna mjadala, kwa sababu mafundisho yetu yametuambia tutoe pepo. Hayo tutayatoa, tujadiliani na mtu. Haleluya. Sema toeni pepo. Sema kila pepo kwenye eneo hili, mashetani, vibwengo walioshikilia watu wa Mkuranga, watu wa Vikindu, watu wa Kisemvule, mashetani yote ya ulevi, mashetani ya umaskini, na yaamuru sasa yaondoke kwa jina la Yesu. Mapepo ya uchawi naamuru yatoke kwa jina la Yesu. Hayo mapepo yaliyoshikilia watu kwenye uovu, ninaamuru yaanze kuachia kwa jina la Yesu. Hebu omba ndani ya dakika chache. Naamuru mapepo, mashetani, vibwengo, roho za uharibifu katika eneo hili yaanze kutoweka sasa, yaanze kuondoka sasa katika jina la Yesu. Na yaondoa, na yafukuza, na yatoesha kwa jina la Yesu. Mashetani yaliyofunga mtu kwenye ulevi, naamuru yatoweke, naamuru yaondoke kwa jina la Yesu. Kila roho ya uovu, kila roho ya uharibifu, shaka paparada leka pasoto, omba ndani ya dakika 5. Karaba basoto yakapa soto yantaka baraba Ekeparano, Eshakapapapa, Yakapapapapa, Yekepepepepo, Shakapaparaba, Yekepesoto. Mashetani aliyokaa kwenye biashara yanaleta hasara, kumbe ni mapepo, na yaondoa kwa jina la Yesu. Yaliyokaa kwenye ndoa yanaleta mafarakano, kumbe ni mapepo, yanasababisha ndoa haina maelewano, ni mashetani, na yaondoa kwa jina la Yesu. Naamuru yatoweke kwa jina la Yesu. Rokopo saka papa yakapapalababa rekepepepe yakopetapaba roposhatababa yakaparababa yantokepababa. Kila siku kwenye ndoa ni mapigano, kila siku unapigana na mume wako, kila siku mke wako amuelewani, ni mashetani yamekaa pale. Yaondoe kwa jina la Yesu. Yaamuru yatoweke kwa damu ya mwanakondoo. Shaka papa baba ratapa pepabu ekoko shatapa yakaparatata ekepepeperota esoka paparada yantoka parababa yekapapaba esoko paparaba ekepepepebe esoko paparaba. Yatoshe kwa jina la Yesu. Yaondoa kwenye eneo hili, yakiwepo kwenye eneo hili yanakufuatilia na wewe, yatoshe kwa jina la Yesu. Yanamwambia Yesu usitutoe kwenye eneo hili, tunayaondoa kwenye eneo hili. Rapasata, roho za uganga na uchawi, toweka kwa jina la Yesu. Rapapapapa, yakapapapa, rekepepepe, shakapapapa, ekepapapa, ekatatatado, yakopapapa, eketete, ekopapapa, ekapapapa, ekopapapa. Yanatoweka kadiri unavyochemka, kadiri unavyoomba, yanatoka, yanaachia maisha yako, yanaachia mwili wako, yanatoka kwenye njia yako, kwenye njia yako ya biashara, kwenye njia yako ya kazi, kwenye mafanikio ya ndoa yako, yanatoka kwa jina la Yesu. Yako pepa papa papa yekepepo yako papa papa ekepepepepepo ako pepa. Somebody pray, pray in the name of Jesus. Shabada bari de dadado, ekebeda badada badaba, eshabada badaga de badado, esobeda badaba badaba, rekepe parabara baraba.
Shaka papa rabaraba rike pepe raba shanti barabaraba. Na Biblia inasema yakamwambia Yesu, uturuhusu tuingie kwenye nguruwe. Rabababababa reke barabaraba. Hayata waingia wanyama wetu, yana tabia ya kuingia mpaka kwenye wanyama. Unashangaa unakwambia mbwa kichaa. Mbwa sio mbwa kichaa, kuna mapepo yameingia kwao. Hayataingia hata kwa wanyama wetu. Herabababa soto yaka papa reka papa. In the mighty name of Jesus. Katika jina la Yesu. Tulia kidogo nikuonyeshe kitu tena. Thank you Jesus. Pepo akamsiwa akisema tupeleke katika nguruwe. Mstari wa 12 wanasema tupeleke katika nguruwe tupate kuingia kwao. Kuingia wao. Yesu amewatoa kwa watu. Mungu anathamini watu. Haleluya. Akaona bora yaingie kwa wanyama ila yamwache mtu mmoja. Na Biblia inasema walikuwa maelfu ya nguruwe, lakini Mungu akayatoa kwa mtu mmoja. Nafsi ya mtu mmoja ni ya thamani kuliko wanyama wa aina yoyote, kuliko mali za aina yoyote. Haleluya. Anasema akawapa ruhusa wale pepo wachafu, wakatoka wakaingia katika wale nguruwe, nalo kundi lote likateremka kwa kasi gengeni, wakaingia baharini wapata 2,000. Siku nikiwa na fafanua mambo haya ya demonology nitakufundisha zaidi kwa nini aliingia kwenye maji. Anasema wakafa baharini. Wachungaji wao wakakimbia, wakaeneza habari mjini na mashambani. Sema habari za Yesu zinaenea kutokea hapa kwa jina la Yesu. Anasema watu wakatoka walione lililotokea, wakamwendea Yesu, wakamwona yule mwenye pepo ameketi, amevaa nguo, ana akili zake, naye ndiye aliyekuwa na lile jeshi, wakaogopa. Imagine Biblia inasema wakamwona yule aliyekuwa na mashetani wanamfunga siku nyingi hawezi, lakini leo anashangaa yuko ana akili zake timamu, amevaa nguo zake. Biblia inasema wakaogopa. Na wale waliokuwa wameona waliwaeleza ni mambo gani aliyompata yule mwenye pepo. Kumbe unapoona wewe mtu ni mwenda wazimu, akili amechanganyikiwa, anatembea mtaani, yule mtu ni mapepo yamekaa ndani yake. Sema leo yanawaachia watu wa Mungu kwa jina la Yesu. Anasema na bali wakawaeleza na habari za nguruwe. Anasema wakaanza kumsii aondoke mipakani mwao. Unaelewa Anasema hao watu walipomwona huyu mtu ametulia, ana akili zake timamu, amevaa vizuri, wanamwambia Yesu ondoka bwana. Mwambia toka. Haleluya. Kuna watu wa namna hiyo, ukiwaambia habari njema za Yesu wanakwambia toka. Sio wao, kuna vitu vimekaa ndani yao. Ndio hao wanaitwa wapunga pepo, wafuga mashetani. Leo tunawaondoa kwa jina la Yesu. Nasema naye alipokuwa akipanda chomboni, hawa ndio wanasatabisha watu. Unaona mtu anatembea anaokota vyakula majalalani anakula, kumbe kuna watu wameweka mashetani ndani yao. Yaani mashetani nyumba yao kubwa wanataka kukaa ndani ya watu. Sema sio ndani yangu kwa jina la Yesu. Sema sio ndani yangu wala ndani ya wapendwa wangu kwa jina la Yesu. Biblia inasema naye alipokuwa akipanda chomboni, yule aliyekuwa na pepo akamsihi kwamba awe pamoja naye, lakini hakumruhusu, bali alimwambia nenda zako nyumbani kwako kwa watu wa kwenu, akawahubiri ni mambo gani makuu aliyokutendea Bwana na jinsi alivyokurehemu. Nitaka nikuonyeshe namna ambavyo hao watu wana favor vitu. Yaani walivyoona nguruwe wamekufa hawa jamaa, wakamind wakasema Yesu toka. Yaani unatoa mashetani ndani ya watu unaweka kwenye nguruwe zetu. Maana yake wanajali vitu kuliko nafsi ya mtu. Leo nataka ndani ya dakika chache tukawashughulikie wafuga mapepo na mapepo yao kwa jina la Yesu.